Halo, mambo vipi? Karibu tena katika maendelezo yetu mafunzo ya PHP na SQL, na leo tutajikita katika MySQL database ambapo tutaangalia namna ya kutengeneza database na table. Kwa nini somo hili ni muhimu? Ni kwa sababu PHP imetengenezwa mahususi kwa ajili ya backend. Maana yake inawasiliana na database na kazi yake ni kwamba inaunganishwa na SQL kwa ajili ya kupeleka taarifa katika database za mtumiaji na pia kuzileta kuzionyesha kwa mtumiaji, pia kuzifuta na kuweza kuzihuisha. Kwa hiyo ni somo hili muhimu sana kwa sababu kama kazi yake ni hiyo, maana yake ni kwamba ili uweze kuzionyesha taarifa kwa mtumiaji lazima umeziweka, lakini pia ili uweze kuzifuta lazima ziwepo, lakini unahuisha kile ambacho kipo. Kwa hiyo twende tuangalie namna gani unaweza kujifunza kutengeneza database na kutengeneza table. Hii ni hatua ya msingi na ya awali ambayo kila PHP anayesoma PHP yeyote lazima aweze kusoma. Kwa hiyo twende kwenye database yetu. Kitu cha kwanza ni kwamba kama umefungua XAMPP yako, kama ulidownload nayo kwenye kompyuta yako, utaweza kuifungua popote ulipoisave na utakuta button hizi mbili ambapo ni Apache na MySQL ziko katika start. Tutazibofya na zitakuja kuzitandika stop, maana yake tayari iko active na imeshatufungulia hiyo local server yetu. Na utafungua browser yako kama kawaida, utakwenda kule utaandika hiyo localhost utaandika /phpMyAdmin. Mimi tayari nishafanya hivyo, ndio maana tayari ishafunguka. Kwa kitu cha kwanza unatakiwa ukifanya ni rahisi sana. Utakuta hapa ameandika database, SQL, status, use na vitu kama hivyo, vingine achana navyo kwanza. Kwa hiyo unakuja kwenye database. Sawa? Unaweza ukaja kwenye new ukabofya, lakini mara nyingi tunakwenda kwenye new kama tayari ulikwisha fanyaje hii new ya juu kwa ajili ya database. Kwa hiyo kama tayari ushakuwa na database ndani, unaona unabofya new, lakini sasa hivi hatuna database yote ambayo tumeitengeneza. Tuje kwanza hapa juu. Hapa tuna database moja ambayo inaitwa College Student. Nikibofya itakuja hapa, lakini tunatengeneza database mpya. Kwa hiyo nitakuja hapa database na chini umeandikia create database. Ndani nitaingia hapa kwenye hii field, input field, utaona hapa umetuandikia database name. Database name maana yake ni kwamba tunaandika jina la database. Kwa hiyo tunaweza tukachagua jina tukasema tuite labda passenger _register. Sawa? Hii ni kwa ajili ya wasafiri. Sawa? Baada ya kufanya hivyo unachokiwa ni kwenda una create. Unabofya create. Kisha bofya hii create inatutengenezea database name, jina la database. Maana yake tumeshafungua tayari database. Ndio maana unaona hapa juu imetokea, lakini pia hata ukitazama huko pembeni imetokea hii hapa database name, ambapo ni passenger register. Sasa katika hii passenger register inakuwa bado hujakamilisha kutengeneza database, kwa sababu database inahitaji kuwa na vijedwali ndani ambavyo hivyo vijedwali vitaweza kubeba taarifa za watumiaji. Sasa kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni ile ambayo ni nyepesi, ambayo tayari yapo majedwali ambayo yalikwishatengenezwa na hii local server yenyewe, ambapo utahitaji kuingiza taarifa tu. Kwa mfano hapo ukishuka chini unaona wamekuandikia create table, kama ilivyokuwa kwenye database kwa mwanzoni kabisa kwamba ilikuwa na sehemu ya ku create database. Sasa hivi wameshakutengenezea create table, maana yake wanakuhitaji utengeneze table kwa ajili ya nini? Ya database. Kwa ukija hapo utaona tayari kuna table name. Humu ndani tunaenda kuandika table name. Kwa mfano tumesema passenger register. Kwa hiyo unaweza tukaandika labda female _passenger, kwamba hii ni table kwa ajili ya wasafiri wanawake. Kwa hiyo unaweza kuwa na table 4. Hii ni njia ya kwanza ambayo nimesema ni nyepesi, ambayo tayari ushatengenezewa column. Wewe ni kuingiza taarifa. Kusha create hapa hii table, kisha bofya hapa, itatuletea column ambazo sisi tutahitaji kuingiza taarifa zetu ndani. Kwa hiyo kwa mfano hapa ni vizuri kuanza na ID. Tukiwa mwanzo na ID kwa sababu hii kila mtumiaji atakuwa anawekewa ID yake. Na hii ID inabidi inakuwa automatically inajigenerate yenyewe moja kwa moja. Kwa hiyo itakuwa labda ni type yake ya data itakuwa ni int, kwa sababu itakuwa 1 2 3 na vitu kama hivyo. Urefu tutasema hazitozidi 12, maana yake mpaka barabara bilioni 1.2. nar kwenye default, lakini huku kwa sababu hii ni ID inatakiwa generate automatically, unakuja kwenye utaandika auto increment, lakini itakuwa full index tunaandika kwamba itakuwa ni primary.
Sawa, najaribu kutoa mfano, tunataka tutatumia ile njia ambayo kidogo ni nzuri, ni nasema ni ngumu lakini ni nzuri, sababu unaamua unapanga nini unapaswa kuandika mwenyewe. Kwa hiyo hapa nitakuja pia labda nitaandika gender, alafu nitaweka age, umri, na huku mwisho labda nitaweka password. Hapa tuandike jina pia, tuanze na name, alafu tutaandika gender, alafu tutaandika age. So baada ya kufanya hivyo, maana tutaanza kuandika data type. Hii ya juu tushamaliza, tutakuja kwenye hii name, tutaandika varchar, ambapo ndani humu urefu labda tutasema maneno ya herufi zizidi 35 itakuwa nani. Tutakuja hapo upande wa gender, tutaandika itakuwa ni varchar. Varchar ni kwamba ni inazungumzia kuhusu ni string, unasema ni character variable ambayo ni ya character lakini inakuwa na maximum urefu, kwa mfano. Lakini kama ukitumia unaita char au character itakuwa ni fixed. Sasa hiyo ni somo la baadaye, lakini varchar tunasema urefu haya maneno kwenye gender labda itakuwa 9, herufi 9. Huko itakuwa nani kwenye default, by default. Tuje tuandike kwenye age itakuwa labda ni int, tufanye kwamba itakuwa ni int. Na labda huyo mtu labda ataishi miaka 100, maana kwa digit itakuwa ni 3. Baada ya kufanya hivyo utakwenda kwenye save. Ukisave tayari itatutengenezea table ambayo inaitwa female_passenger, ambayo sasa itakuja kuwa ndani ya nini, ya passenger register. Ina load, kompyuta yangu nzito kidogo. Kwa hiyo itakuja hapa, kama unaona hapa tayari shatokea female_passenger. Utaona hapa ishajitokeza. Kwa mfano hapa tuna database passenger, hapa tuna table ambayo ni female, na ukija kuangalia tayari shatokea hapa. Tukienda kwenye browser utaweza kuiona vizuri. Tayari tuna name, tuna gender na tuna age. Na huko pale tayari tuna ID ambayo itajigenerate automatically. Sasa ukija hapo unaweza kusema hii ni njia ambayo nimetumia, nataka kutumia njia ambayo nitaamua mwenyewe kutengeneza table, taarifa nachagua mwenyewe, vitu kama ambapo nasema njia ngumu kidogo. Na ni vizuri kujifunza katika njia ngumu ili iwe nyepesi kutumia katika njia nyingine. Kwa mfano hapa nikitaka kutumia hiyo njia nyingine ya kutengeneza database mwenyewe moja kwa moja from scratch, utakuja tu hapa kwenye SQL, utabofya. Ukishabofya kwenye SQL hapa, utaingia ndani, utatengeneza table mwenyewe. Kwa hiyo tutakuwa na table 2 ndani ya database moja. Kwa hiyo tafuta tuliyokuta hapa ndani. Unachotakiwa kufanya, tutaandika create, alafu utaandika table. Unaandika create alafu unaandika table, alafu kisha utaandika jina la hiyo table. Table ya sasa ya kwanza tulisema kama ni female, hii sasa hivi tuandike Mary_passenger. Sawa. Na humu ndani tutafanya kama kawaida. Hapa juu tutaweka ID, na hii ID itakuwa ni integer, itakuwa ni number, na tutasema zitakuwa 12, yani zisizidi. Hiyo itakuwa ni maximum ni 12. Alafu tutaandika itakuwa ni primary key. Unaweza pia ukaandika auto na ni not null, lakini tutaandika primary key kwa sababu hii itakuwa ni auto increment. Auto increment maana yake itajigenerate yenyewe. Kama kule mwanzo tulivyofanya, tulikuta sehemu imeandikwa a_i. Tutafuatiwa na jina. Hili jina tutasema itakuwa ni varchar. Huko mbele tutakuja kufafanua kuhusu is data type. Kwa hiyo varchar tuseme labda maneno yatakuwa 40. Herufi zitakuwa 40. Itakuwa not null. Itakuwa empty, itajazwa. Alafu tutakuwa na age, gender, tuseme gender. Itakuwa varchar. Na humu ndani pia tutasema labda itakuwa ni 9. Not null. Na baada ya hapo tutaandika tuipe labda itakuwa na password. Sawa, tuseme itakuwa ni int, na humu ndani tuseme labda itakuwa 8. Not null. Zingatia kwamba hii ya mwisho usije ukaandika, usiweke koma, kwa sababu ukiweka koma itaonyesha kama unaendelea
kuna taarifa nyingine unataka kuiongeza. Kwa baada ya kufanya hivyo utakwenda kwenye go, utabofya. Kwa utatengeneza table nyingine ambayo itakuwa ni Mary passenger. Kwa tayari shatengenezwa hapa. Kwa ukija kwa mfano ukitazama hapa, hii ndio passenger, Mary passenger hii hapa. Kwa nikibofya hapa itakuja tabadilika, itakuja Mary passenger ambayo iko ndani ya nini? Ya database. Kwa utakuwa na table, tutakuwa na database passenger register na tutakuwa na table nyingine inaitwa Mary passenger. Kwa hapa tunataka ukitazama pembeni hapo utaweza kuona mwenyewe kwamba tuna passenger ambayo ni database, ndani yake tuna female table na tuna Mary table. Tuna Mary na table ambayo ni female passenger na tuna table ambayo ni Mary passenger. Sasa ukitazama huko ndani utaona kuna kitu kimeandikwa new. Maana yake new ni kibofya hapa inanipa nafasi tena ya kutengeneza nini? Table nyingine. Kwa mfano nikibofya inakwenda kunipa nafasi ya kutengeneza table nyingine. Zitanipa zile column. Kwa hapa ni uamuzi niandike table nyingine au niende kwa ile njia nyingine ya pili. Kwa ni uamuzi wako. Lakini kuna new nyingine hapa juu. Hii new hapa juu nyingine inatupa nafasi ya sisi kufanyaje? Inatupa nafasi ya kutengeneza table nyingine, yani database nyingine. Kwa mfano sasa hivi kitizama nikija kwenye database yangu hapa, hii hapa passenger register, utaona inanipa structure na vitu vingine. Huku pembeni naandikia new, lakini mwanzo tulikuta hapa imeandikwa nini? Database. Kwa nini kunaandika hivyo? Kwa sababu tayari tuna database. Kwa hapo inakutupa option ya new kutengeneza nyingine. Nikibofya hapa itanipa zile options za mwanzoni kutengeneza database nyingine. Unaona kwa mfano database nyingine. Kwa hiyo nikicreate hapa natengeneza database nyingine na table zake zingine. Kwa hiyo rafiki, ni rahisi kama hivyo. Unatengeneza, unaingia, unatengeneza jina la database hapa chini, una create. Kutoka hapo unakwenda kutengeneza nini? Table, kama unatengeneza kutumia kutokea huko ndani au utakwenda kutengeneza kutokea huko ndani. Kwa hiyo itakuwa ni wewe. Unaweza kutumia SQL au unaweza kutumia ile njia nyingine ambayo tayari ishakutengenezea. Sawa. Kwa hiyo ni rahisi sana. Ni rahisi sana na hatua nyepesi. Kikubwa ni kufanya mazoezi na sioni kama inaichosha sana, ni muda mfupi sana utakuwa umeshaanza kuelewa. Kwa ni swala la kufanya mazoezi. Niseme kwa video hii inatosha, ni kuombe uweze kushare, kulike, kucomment, kubofya notification kwa wewe ambaye tayari ulisha subscribe, na kwa wewe ambaye hujasubscribe ni kuombe uweze kusubscribe. Hiyo inanitia moyo mimi kuweza kufanya kazi hii ambayo si rahisi sana. Kwa hiyo ni kuombe uweze kusubscribe. Asante sana na ni kuombe usikose katika video itakayofuata.